Na tumaye buheri wa afya mtazamaji wa TVC 247, karibu sana ndani ya taarifa zetu za saa moja. Mimi ni Martin Beza, andamana nasi hadi tamati. Asante sana kwa kuungana nasi. Jina langu ni Kauthar Mariam. Tuanze kwa vichwa vya habari. Idara ya utabiri wa hali ya hewa Kenya yaonya kuhusu ongezeko la mvua kubwa katika baadhi ya kaunti ndani ya saa 24 zijazo. Na Oscar Sudi ashiriki picha za nadra za nyumba yake la kisasa nchini Nairobi. Mapigano ya kimataifa yanaendelea huku juhudi za amani zikiendelea. Na baraza la magavana limetaka kufutwa mara moja kwa hati ya kukamatwa dhidi ya gavana wa Nairobi Johnson Sakaja. Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino amekashifu ubomoaji wa soko la Gikomba akisema kwa amri ya mahakama ilipuuzwa. Na habari kikamilifu. Shirika la utabiri wa hali ya hewa nchini limetoa tahadhari kuwa baadhi ya kaunti zitashuhudia mvua kubwa ndani ya saa 24 zijazo. Wananchi wamehimizwa kuchukua tahadhari, hasa wale wanaoishi katika maeneo ya mabondeni na yanayokumbwa na mafuriko. Aidha, huenda kutatokea usumbufu wa usafiri, hivyo umma imetakiwa kufuatilia taarifa rasmi za hali ya hewa. Kamati ya afya kushiriki wadau kuhusu kuongezeka kwa visa vya saratani, ambapo mwenyekiti wa kamati ya afya Daktari James Nikali, kamati ya idara ya afya imeazimia kushiriki maafisa wa wizara ya afya pamoja na wadau wengine muhimu katika sekta hiyo ili kukubaliana na ongezeko la vifo vinavyotokana na ugonjwa wa saratani humu nchini. Na mwenyekiti wa kamati hiyo Daktari James Nikali ametangaza azimio hilo wakati wa kikao kilichofanyika Jumanne baada ya wanakamati kuibua wasiwasi kuhusu idadi kubwa ya watu wanaofariki kutokana na ugonjwa huo wa saratani. Katika kikao cha kupitisha ratiba ya kamati mwezi Aprili, wanachama walibaini kuwa hatua za haraka zinahitajika kupunguza visa vya saratani pamoja na kuongeza uhamasishaji kuhusu namna ya kudhibiti na kuzuia ugonjwa huu. Awali Profesa Jeldesa Guyo na Daktari Robert Pukose, ambao wote ni madaktari, walibaini kuwa watu wengi kufariki kutokana na aina za saratani zinazoweza kutibika iwapo zitaangaliwa mapema. Daktari Pukose alisema kuwa kuna haja ya kuwekeza zaidi katika utafiti na kuimarisha taasisi kama vile taasisi ya utafiti wa kimatibabu wa Kenya na taasisi ya kimataifa ya saratani ili kuchunguza aina za saratani zinazoathiri watu pamoja na usambazaji wake kikanda. Mbunge wa Julius Sankuli wa Kilgoris na mbunge Cynthia Muge wa Nandi waliunga mkono wito huo wa mjadala wa kitaifa, wakikubaliana kuwa ugonjwa huo unahitaji mbinu ya pamoja na upande mwingi sawa na jinsi ya ugonjwa wa HIV na ukimwi ilivyoshughulikiwa tangu iliporipotiwa kwa mara ya kwanza nchini mwaka 1980. Na taarifa hiyo inatufikisha mwisho wa taarifa zetu za saa moja. Nite Martin Beze, hadi wakati mwingine, Maulana akiridhia. Tukutane hapo kesho. Jina langu ni Kauthar Mariam.